Mwanaume mmoja kutoka huko Marekani aliyegonga gari lake kupitia milango ya mbele ya kanisa la Michigan amefyatua risasi kwa bunduki ya kivita na kuua watu takribani 4 na kuwajeruhi wengine 8 kabla ya kuuawa katika majibizano ya risasi na polisi nchini Marekani jana Jumapili Septemba 28. Watu wawili kati ya waliopigwa risasi walikufa huku wengine 8 wakilazwa hospitalini. Wakati saa kadhaa baada ya ufyatuaji risasi, polisi wakiripoti kupata angalau miili miwili zaidi kwenye mabaki ya kanisa hilo yaliyoteketea, ambayo yalikuwa bado hayajasafishwa na huenda yalikuwa na waathirika wengine. Kuna wengine ambao hawajulikani waliko. Mkuu wa polisi wa kituo wa kitongoji cha Glandi Blank Williams Lenye ameuambia mkutano na waandishi wa habari alipokuwa akiongea nao. Afisa wa ofisi ya Marekani inayohusika na pombe, tumbaku, silaha za moto na vipulizi amesema wachunguzi wanaamini kwamba mpiga risasi alitumia kiongeza kasi, pengine petroli, kuwasha moto huo na kwamba baadhi ya vipulizi vilikuwa vimepatikana nje ya kanisa. Mamia ya watu walikuwa kanisani wakati Sanford alipoingia ndani ya jengo hilo. Maafisa wawili wa polisi walikimbia katika eneo la tukio ndani ya sekunde 30 baada ya kupokea simu ya dharura, kisha kumpiga risasi na kumuua mshukiwa kwenye eneo la kuegesha magari takribani dakika 8 baada ya tukio hilo kuanza. Wapelelezi watapekua nyumba na simu ya mpiga risasi huyo ili kutafuta sababu. Rekodi za kijeshi za Marekani tayari zinaonyesha Sanford alikuwa mwanamaji na wa Marekani kutoka 2004 hadi 2008 na mkongwe wa vita vya Iraki. Sanford, mkongwe mwingine wa wanamaji mwenye umri wa miaka 40 ambaye alihudumu nchini Iraq, ni mshukiwa wa shambulio la risasi katika jimbo la North Carolina aliyoua takribani watu 3 na kuwajeruhi wengine 5 chini ya saa 14 kabla ya tukio la Michigan. Polisi wanasema mhalifu huyo aliyetambuliwa kama Thomas Jacob Sanford mwenye umri wa miaka 40 alikuwa mwanamaji wa Marekani kutoka mji wa karibu wa Burton. Alichoma moto kwa makusudi kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ambalo liliteketea kwa moto na moshi mwingi sana. Marekani hivi sasa imekuwa ni taifa ambalo lina matukio mengi la watu kushambuliana kwa risasi na kuvamia kwenye maeneo ambayo ni makazi ama kwenye makusanyiko ya watu. Utakukumbusha tu jambo moja, Marekani hivi sasa imeruhusu katika jimbo la Florida, imeruhusu watu kubeba silaha hadharani na kutembea nazo waziwazi. Kwa hiyo inawezekana hiki kitu ndo ambacho kinachochea zaidi kuongezeka kwa baadhi ya matukio kama haya ambayo yanazidi kushika kasi kila itwapo leo.